Na mtazamaji wa SCTV, mimi ni Samuel Thomas na hapa ni Mazimbu ambapo lipo kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Mazimbu, kanisa ambalo liko chini ya mtumishi wa Mungu Salvatore Dafi, ni makamu askofu huyu wa jimbo la Morogoro Kaskazini, na pembeni yangu ni mmoja wa washirika wa kanisa hili la TAG hapa Mazimbu. Na sisi SCTV tumekuwepo leo hapa kwa ajili ya kurusha ibada ya sikukuu ya Christmas. Tunakwenda kuzungumza na baadhi ya waumini ama washirika wa kanisa hili, watuambie wanaadhimisha vipi sikukuu hii ya Christmas katika siku hii ya leo hapa katika kanisa la TAG Mazimbu hapa katika mkoa wa Morogoro, mji kasoro bahari. Tumsikie akizungumza na wewe. Karibu. Mimi kwa majina naitwa David John, ni mzaliwa wa Arusha ila ni mkazi wa Morogoro. Leo ni siku ya Krismasi na kama wana TAG Mazimbu tumekusanyika kwa pamoja. Hili ndo kanisa letu na watu ndo hivyo wanatoka. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, cha kwanza kwa kuwa ametupa neema na kibali kwa ajili ya kufika siku ya leo. Na siku ya leo watu tumevaa, tumependeza, kila mmoja amejipanga kwa namna yake. Tunamshukuru Mungu sana. Lakini siku ya leo tunaiadhimisheje? Ya tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2025. Cha kwanza tumejifunza au tumefundishwa au tumekumbushwa ya kwamba miaka iliyopita 2025 imepita, Yesu alizaliwa, sawa, lakini je, sasa hivi tunaadhimishaje? Tunapaswa kwamba Yesu azaliwe mioyoni mwetu. Yesu azaliwe mioyoni mwetu, ambapo hii itatupa neema na kibali cha kutembea na Mungu, cha kutembea na yeye akiwa ndani yetu ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu ya kwamba alizaliwa kwa ajili ya ukombozi wetu. Kwa hiyo chanzo kikubwa cha kuzaliwa kwake Yesu ni kwa ajili ya ukombozi wetu wanadamu. Na pembeni yangu ni mmoja wa viongozi wa vijana wa kanisa hili la TAG Mazimbu katika mkoa huu wa Morogoro. Atuambie amehudhuria katika ibada hii ya siku hii ya leo, amejisikiaje, lakini nini ushauri wake katika sikukuu hii ya Christmas? Karibu. Kwa majina naitwa Aika Mkongo, ni mtunza hazina wa vijana TAG Mazimbu. Nimejisikia vizuri kuiona siku hii ya leo. I'm so blessed. Neno la leo lilikuwa very fantastic. Pia ninamshukuru Mungu kwa sababu tumeona watu wameokoka kwenye ibada yetu, watu wameendelea kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, watu wameendelea kukua kiroho. Ninawashauri watu katika sikukuu hii ya leo Yesu akapate kuzaliwa ndani yao, wasiendelee tu kusherehekea kwa kunywa pombe, kwa kulewa, kwa kujivinjali, ila Yesu akapate kuzaliwa ndani yao. Habari za kwako? Salama za kwako. Unaitwa nani? Naitwa Getruda. Naam, huyu anaitwa Getruda. Hebu Getruda, tuambie siku hii ya Christmas unajisikiaje na umeonaje ibada ya leo? Ibada ya leo kwangu imekuwa ni nzuri sana kwa sababu tunaadhimisha siku ya Yesu kuzaliwa mioyoni mwetu, na sio tu kuzaliwa kama wanavyoadhimisha watu wengine, lakini pia unabadilisha, unakumbuka jinsi gani Yesu alizaliwa aje atufanyaje, atuokoe sisi wanadamu. Na pengine nini ushauri wako sasa kwa vijana na kwa kanisa kwa ujumla na kwa Kristo kwa ujumla wake kuhusu kuadhimisha hii siku ya kuzaliwa kwa Yesu? Ushauri wangu kwa vijana ni kwamba Yesu anapozaliwa moyoni mwako lazima umkubali, na ukishamkubali basi awe msaada kwako katika maisha yako, lakini sio siku ya leo kuitumia kama starehe kwa ajili ya mambo ambayo yanakuletea shida baadaye. Leo ni siku ya kufurahi kwa sababu Yesu amezaliwa ili kutimiza lile andiko lililonenwa na manabii kwamba atazaliwa mfalme katika dunia. Huyo mfalme atakuwa ni mkuu, atakuwa na uwezo katika mabegani mwake, na ndiye mshauri mkuu, na ndiye anaweza kuokoa watu na dhambi zao.